yuko mtu anayetumatuma watu, aliwafanya watu kuwa vibaraka. Leo hii tutamjibu Msindai, mwenyekiti wa Singida, kesho tutamjibu Guninita, kesho kuta tutamjibu nani, lakini nani aliyoko nyuma yao anayetumwa? Anaitwa Edward Ngoyai Lowassa. Ujumbe huu naomba ufike, ya kwamba mwendelezo wa kuendelea kukibomoa hiki chama kwa kuwatumia vibaraka wake ni kutuharibia chama chetu. Laiti kama Mwalimu Nyerere angelikuwepo leo hii, kwa hatua anazoendelea nazo kuwatumatuma hawa vibaraka waendelee kuwakatisha tamaa viongozi wetu, sisi hatuko tayari. Kijana yote makini anajua kazi anayoifanya Nape Nnauye. Kijana yote makini anajua kazi anayoifanya Kinana. Haiwezekani kazi hii iharibiwe na ulafi wa madaraka. Wanajua ya kwamba kwa umakini na uimara wa Kinana, wanajua kwa umakini na uimara wa Mangula, wanajua kwa umakini wa uimara wa Nape, hawataweza kufanya mambo yao ya hovyo ya kukipora hiki chama kutoka kwa wanachama na kukifanya chama hiki kuwa cha pesa na wala rushwa. Ninaomba mwafikishie ujumbe huu. Wafahamu ya kwamba vijana makini wa taifa hili na vijana wa Chama cha Mapinduzi wanaotumia akili kufikiri wala sio tumbo, hawako tayari kuona viongozi wetu wanaendelea kuharibiwa kazi zao kwa manufaa yao na ulafi wao wa madaraka. Zaidi ya yote, Mwalimu alisema, kama chama hiki unaona hakikufai, kama chama hiki unaona sio sehemu yako, katafute chama kingine. Na nimalizia kwa kusema, wanisaidie viongozi wa makanisa, maaskofu wote, wanisaidie mashehe wote na vijana wote walioko mjini wanaotaka kupata pesa za haraka haraka, wamtafute Edward Ngoyai Lowassa, atawapa pesa. Lakini urais sifa hana. Moja, hana sifa ya uongozi, lakini cha pili hana sifa kwa amiri jeshi mkuu, lakini cha tatu hawezi kuwa mwenyekiti wa chama, kwa sababu chama kinasema kanuni moja ya kwanza, kiapo tulicho nacho, haustahili kupokea rushwa wala kutoa rushwa. Asante kwa kunisikiliza.